Nitasoma. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akiisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyopotea. Mstari wa 10, nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakualika uwe pamoja nasi majira na nyakati hizi, tunapoendelea kuona uzuri wako na nguvu zako katikati ya maisha yetu, kwa namna ambavyo umetuvusha katika mapito mengi. Saa hii na majira haya tunaenda kujifunza na kuyatafakari maneno ya uzima. Bwana, tusaidie kupata kuyaelewa, lakini tukawe watendaji wa neno katika jina la Yesu. Tuko kinyume na kila mamlaka za wakuu wa giza, majeshi ya adui, katika jina la Yesu, yasijihudhurishe katika ibada hii. Tunahitaji uwepo, nguvu, neema na kibali kutoka kwa Roho wako wa uzima. Tusaidie Bwana, tupate kuelewa. Kwa Yesu Kristo mwokozi wetu tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu tunaendelea na mada tuliyokuwa nayo Jumapili iliyopita, mrejeshe aliyepotea, kitabu kikiwa ni hicho cha Luka sura ile ya 15 na huo mstari wa 8 na wa 10. Wiki iliyopita tulianzia mstari wa 3 hadi ule mstari wa 7. Kwa hiyo tunaendelea na somo hili, na tunapenda kuliangalia somo hili kama ambavyo tehama wanaonyesha. Ukiangalia utangulizi, unakutana na habari ya Yesu akitoa mfano wa mwanamke aliyekuwa na shilingi 10, na katika hizo shilingi 10 moja inapotea, na baada ya ile shilingi moja kupotea, huyu mwanamke hakuwa na namna nyingine isipokuwa kuitafuta ile ambayo imepotea, na ili aweze kufanikiwa kuitafuta, kuna hatua ambazo alitakiwa kuzifanya ili aweze kuipata shilingi yake moja, ili ziendelee kuwa 10. Ndivyo hivyo ambavyo sisi tulikuwa tumepotea katika njia, lakini Yesu pia alikuja kututafuta na kuturejesha kwake, tuendelee kumjua Mungu. Kwa hiyo kila mmoja wetu ana jukumu la kuwarejesha wenye dhambi na waliopotea, ili waweze kumjua Kristo na waweze kulitumikia kusudi la Mungu katika maisha yao. Na waliopotea ni jukumu letu kutafakari njia zao, kuwaendea, lakini kuwafundisha neno na hata kuwaombea ili waweze kumrudia Mungu. Na hii inaonyesha jinsi Mungu alivyo na upendo kwa wanadamu. Haijalishi umetenda dhambi kwa kiwango gani, haijalishi una makosa au unatenda mema, lakini Mungu bado anaendelea kutuona wa thamani, kila mmoja wetu kwa namna ambavyo alivyo. Kwa hiyo mfano unatufundisha kwamba kila mmoja wetu ni wa thamani mbele za Bwana, hata kama ametenda dhambi, hata kama amerudi nyuma, lakini bado Mungu anaitoa nafasi ya kutubu na kurejea, ili tuendelee kumjua na tuendelee kutafakari wema wake. Kwa hiyo sasa tunayo mambo machache ambayo tunaenda kuyaangalia Jumapili ya leo. Jambo la kwanza ni kupotelewa. Yesu anazungumza na wanafunzi na makutano, akawapa habari kwamba huyu mwanamke alipotelewa na fedha yake, kama ambavyo leo kanisa la Mungu linaweza likapotelewa na waumini wake, wakatumiwa na shetani, wakafungwa kwenye dhambi na wakaishi katika maisha ya dhambi, lakini kanisa linaendelea kurudi nyuma kwa sababu wale watu wamepotea na wawezi tena kusimama mbele za Bwana na kutafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo watu wanaweza pia wakapotea. Huyu alipotelewa na shilingi, lakini kanisa, familia inaweza ikapotelewa na mpendwa wao, aidha kwa sababu ya kifo, au akapotea kwa sababu wanashindwa kumuona na
kupata mawasiliano na ndugu yao, na hivyo wanaendelea kuwa katika maumivu au katika majonzi kwa sababu ndugu yao tayari haonekani na familia imepotelewa. Hivyo hata mchungaji anaweza akapotelewa na waumini wake, asiwaone kabisa kwa ukaribu na hata kuweza kuwahudumia. Hivyo Kristo mmoja anaweza akapotelewa na rafiki yake ambaye alimuongoza pengine kumjua Mungu na hata kulitumikia kusudi la Mungu kwa namna ambavyo Mungu amemuita. Kwa hiyo kwenye maisha yetu kuna wakati tunapotelewa na vitu mpaka watu nao wanapotea. Kanisa pia linaweza kupotelewa na waumini kama ambavyo nimesema, lakini jambo muhimu sana, jambo muhimu kwa kanisa, kwa kiongozi wa kanisa, kwa muumini ni kuwatafuta na kuwarejesha kwa Yesu waliopotea. Hii ndiyo ambaye alifanya yule mwanamke aliyepotelewa shilingi yake moja. Hakujali zile 9 alizobaki nazo, bali akatia bidii kuendelea kuitafuta ile shilingi moja iliyopotea. Kumbe tunatakiwa kuwatafuta na kuwarejesha waliopotea, na hili jukumu ni la kila Mkristo, sio la mchungaji peke yake, wala wazee wa kanisa, wala wahudumu peke yao, wala waimba kwaya, wala watu wanaoongoza kwenye praise, wala kiongozi wa idara fulani kwenye kanisa, bali ni jukumu la kila muumini kuwarejesha waliopotea kwa Yesu na waweze kumjua zaidi Mungu, ili siku moja wamlaki Bwana pale mawinguni. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaloliona ni kupotelewa. Neno kupotelewa maana yake inaeleweka rahisi kabisa kwamba ni kitu kutoweza kukiona tena au kukifikia wakati ambapo ulikuwa unacho karibu kwenye maisha yako. Kwa hiyo mwanamke alijitahidi zaidi kuitafuta shilingi moja na akafanikiwa kuipata. Lakini jambo la pili tunaloliona katika mistari hii Jumapili ya leo ni hatua za kumtafuta aliyepotea. Unaposoma sura hii ya 15 mstari wa 8, baada ya yule mwanamke kugundua kwamba shilingi yake moja imepotea, kuna hatua mahususi alizozichukua au alizozifanya ili aweze kuipata shilingi iliyopotea. Na hizi hatua ni muhimu kwenye maisha ya Mkristo kuweza kuzichukua, aweze kufanikiwa kuwarejesha waliopotea, waliomwacha Mungu, waliomuasi kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya matendo yao mabaya. Na ndivyo hivyo kanisa la leo tunatakiwa kuchukua hizi hatua ambazo ni muhimu ili tuweze kuwarejesha waliopotea na hata wale ambao hawajaweza kumjua Kristo kwenye maisha yao, bila kujali kwamba wanasali katika kanisa hili ama hawasali katika kanisa hili, lakini tunao wajibu huo wa kuwarejesha kwa Kristo. Hatua zenyewe ni kama ifuatavyo. Nimeweka pale kwamba jambo la kwanza alilolifanya yule mwanamke aliyepotelewa na shilingi yake moja kati ya zile 10, aliwasha taa. Kwa hiyo kuwasha taa maana yake ni nini? Alitafuta mwanga ili iwe rahisi ndani ya nyumba yake kuweza kuiona ile shilingi mahali ilipo. Kwa hiyo Yesu anasema yule mwanamke aliyepotelewa shilingi moja alitakiwa kuiwasha taa, la sivyo asingeweza kuiona kabisa ile shilingi iliyopotea. Kumbe kanisa la Mungu, watu wa Mungu, tunatakiwa kuwasha taa zetu katika mioyo, yani Kristo, neno lake, Roho Mtakatifu awepo moyoni ili atumlikie kuweza kuona namna ya kuwaendea walioanguka dhambini, waliorudi nyuma, waliokata tamaa, ndipo tutakapoweza kuwajua. Kwa hiyo kama hatuna taa zinazoweza zikamulika ndani ya mioyo yetu, hatuwezi kuwarejesha waliopotea na hata kuwahubiria waliorudi nyuma wakatuelewa. Hatuwezi kuwaendea wenye dhambi wakatuelewa, kwa sababu hata wakiangalia taa yako haina mwanga, taa yako haiwezi ikaonyesha indiketa nzuri ya kuaminika kwamba wewe unachowaambia ni hakika na kweli. Kwa hiyo aliwasha taa.
Natamani kanisa la Mungu tuwashe taa ndani ya mioyo yetu, tutafakari uzuri wa Mungu, tutafakari neema ambayo Mungu ametupatia, tutafakari namna tunapoishi katika dunia, na kwamba kuna siku katika dunia hii tunapita, na hivyo mioyo yetu iwe na nuru ndani. Na ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu, wapate kuyaona matendo mema ya Mungu. Kwa hiyo wamtukuze Mungu. Kwa hiyo bila kuwa na taa inayowaka, unaweza ukawa na taa kama wale wanawali wapumbavu, taa wameondoka na taa lakini haina mafuta. Unaweza ukawa na taa ambayo pengine haiwezi ikawaka, ilishaungua siku nyingi. Kwa hiyo kuna Wakristo yawezekana wapo kanisani lakini walishaungua siku nyingi, yani tambi zao haziwezi hata zikapitisha mafuta, kwa sababu mahusiano yao na Roho Mtakatifu ni mabovu, lakini hata matendo wanayoyafanya ni yale ya gizani, na wanaendelea kuishi kwenye giza. Kwa hiyo huyu mtu hawezi akamwendea mwenye dhambi akawa na ujasiri wa kumleta kwa Yesu, kwa sababu pengine hata yeye mwenyewe moyoni mwake anashitakiwa na dhambi fulani. Unajua, ukiwa umetenda dhambi fulani, hata moyo wako unakushitaki wewe mwenyewe, unajihukumu wewe mwenyewe. Kwa hiyo huwezi ukawa na ujasiri wa kumrejesha aliyepotea, kwa sababu wewe mwenyewe moyo wako unakushuhudia mabaya, na Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yako mabaya. Kwa hiyo taa yako imezima. Kwa hiyo ili tufanikiwe, lazima tuwashe taa ndani ya mioyo yetu, na Yesu mwenyewe ndiye awe nuru ya kutuongoza na kutupa kibali kuwaendea waliopotea. Bila kufanya hivyo, ni wazi kabisa unaweza ukatia bidii, lakini mwisho wa siku usiweze kumrejesha, kwa sababu taa yako wewe mwenyewe haiwezi ikamulika. Na vitu vinavyoweza vikazima taa ndani ya muumini viko vingi katika maisha. Tamaa ya mali, kiburi cha uzima kinaweza kikamfanya mtu asimtafute Mungu. Kuna tamaa ya mwili, kushindwa kucontrol mambo ya mwili, na unaishi mwilini pamoja na kwamba umemwamini Yesu, taa inakuwa imekwisha kuzima. Yako masingizio, maneno ya kusingizia wengine, yako maneno ya kutukana, maneno yasiyofaa, matendo maovu yanafanya taa ndani ya muumini kuzima, na hata hivyo hawezi akachukua hatua ya kumrejesha aliyepotea. Kwa hiyo tuendelee kutafuta uso wa Bwana. Mungu atusaidie taa zetu ziwe zinawaka, na kama taa zinawaka ndo tutakuwa na ujasiri wa kuwarejesha waliorudi nyuma. Na hii ni hatua muhimu kwa maisha ya Mkristo yeyote, kujitafakari utu wake wa ndani, kwamba mimi hapa nilipo, Bwana akishuka sasa hivi, taa yangu inawaka, taa yangu inaniruhusu kukaribiana na yeye, kumlaki mawinguni. Moyo wangu haujabeba vitu viovu, ninaweza nikawa na nguvu ya Mungu ndani ya maisha yangu. Ni kila mmoja anatakiwa ajiulize kwamba kwa namna ninavyoishi, kwa namna ninavyoenenda, taa ndani yangu inawaka ili niwe na uwezo wa kuwarejesha waliopotea. Kwa hiyo ni swali ambalo kila mmoja anatakiwa kujiuliza, lakini kuchukua hatua ambazo zinatakiwa. Hatua ya pili ambaye aliifanya huyu mama kuitafuta shilingi yake ile moja, hatua ya pili aliyoifanya au aliyoichukua ni kuondoa uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Biblia inasema kwamba akafagia nyumba, akafanya usafi katika nyumba ile, ili pawe peupe, aweze kuiona ile shilingi iliyopotea. Kumbe tunajifunza ili tuwaendee waliopotea, tufanye umisheni, lazima tusiwe wachafu kwenye mioyo yetu, lazima tusiwe wachafu mwili na roho mbele za Bwana. Na tukiwa wasafi mbele za Bwana, tuna uhakika wa kuwaleta waliopotea. Lakini kama wewe mwenyewe ni mzinzi yule yule, ama ni muongo yule yule, unamwendea yule ambaye ni
mzinzi, na wewe una hatari ya kusongwa na huyo uliyemwendea ukazini naye, kwa sababu wewe pia ni mchafu. Na Biblia inatuambia hapana shirika kati ya giza na nuru. Kwa hiyo palipo na nuru lazima giza liondoke, na palipo na giza nuru haiwezi ikakaa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunaondoa uchafu kwenye mioyo, kwenye miili yetu, kwenye maisha ya kila siku, ili tuweze kuwarejesha waliopotea. Ndio maana Yesu anatukumbusha kwamba mwanamke yule aliyeipoteza ile shilingi moja, je, ataacha kufagia nyumba ile? Ataacha kuifagia ili aone vizuri pale ambapo shilingi imejificha? Wakristo wengi tunajitahidi kwa kweli kumwomba Mungu na endelee kutusaidia, lakini wapo baadhi ambao ukiwaangalia matendo yao ni machafu, matendo yao ni ya gizani, matendo yao hayawaleti kwenye nuru, na hivyo hata wakiona namna ya upotevu unafanyika hawawezi kuwa na nguvu ya kurudisha waliopotea, kwa sababu hata wao ni wachafu mbele za Bwana, hata wao wanafanana na hao walioko nje. Kwa hiyo Biblia inatukumbusha kwamba tuna wajibu wa kuchukua hatua kuondoa uchafu kwenye maisha yetu. Kama ni kiburi, kinatakiwa kiondoke. Ukifagie kwa neno la Mungu, ukiondoe kwa nguvu ya Mungu, ukiondoe kwa toba, ukiondoe kwa kuungama ambalo unamaanisha kutoka ndani ya moyo wako kwamba Mungu nisaidie, hii dhambi mimi nimeiacha kabisa, huu uzinzi nimeuacha kabisa, huu uongo nimeuacha, hii tamaa nimeiacha, na unaamua unafanya, na Roho Mtakatifu anakusaidia. Kwa hiyo kufagia, kufanya usafi ni jambo la muhimu kwa maisha ya Mkristo, ili awe na nguvu ya kuwaendea walioko nje. Wakati mwingine ukienda kwa mtu ambaye anajua tabia yako, kwanza utaanza kutafuta namna ambayo utajieleza, na akikuuliza maswali mengine utayakwepa kuyajibu, kwa sababu unajua anakufahamu. Kwa hiyo tujitahidi kuishi maisha ya utakatifu ili tusiwe wachafu mbele za Bwana, na Bwana aweze kutusaidia kuendelea kuwaleta watu kwa Yesu. Kwa hiyo ni hatua nyingine ambayo inatusaidia sisi kuwarejesha waliopotea. Hatua ya tatu aliyoifanya, ambayo nimeweka C, kutafuta kwa bidii. Unapoamua kumtafuta aliyerudi nyuma, unahitaji bidii. Ile bidii kusaidie kung'ang'ana na huyu mtu kwa nguvu ya maombi, nguvu ya kumwombea, nguvu ya kusoma neno, ile nguvu ya kutafuta uso wa Bwana inakusaidia. Anaona huyu mtu kila siku anakuja kwangu, kila siku ananitia moyo, kila siku ananiombea, kila siku ananisihi, ananibembeleza nirudi kwa Bwana. Hapa ni lazima nifanye hivyo. Kwa nini Mungu anamtumia kila siku kwangu? Kwa nini Mungu anampa hii nafasi kila siku? Kwa hiyo unaona mtu anaanza kufikiria, anaanza kutamani kile unachokiishi wewe, na unamuona anatamani kurudi kanisani. Sasa wengi wetu tumekuwa tukifanya kwa udhaifu na kwa ulegevu. Unamwendea siku ya kwanza, anaahidi nitakuja kanisani, siku ya inafika ajaja, ndo umeacha kabisa. Hata na kumwombea unaweza ukaacha, hata na kwenda kumtia moyo unaweza ukaacha. Kwa hiyo Biblia inatuambia yule mwanamke aliitafuta shilingi yake kwa bidii mpaka alipoiona. Kwa hiyo na sisi tutie bidii kuwatafuta na kuwarejesha watu kwa Yesu. Tutamani Mungu atusaidie, tuwarejeshe, tuwatafute na warudi kwa nani? Kwa Yesu. Jambo ambalo ni muhimu zaidi, kila mtu ni wa thamani mbele za Bwana, haijalishi anatenda mabaya au anatenda mema. Kwa hiyo tuwaone wa thamani waliopotea na kuwaendea kwa bidii ili waweze kumrudia Bwana. Wakati mwingine tumefanya kazi ya Mungu kwa mikono iliyolegea, wakati mwingine tumefanya kwa uzembe, wakati mwingine tumefanya hii kazi ya kuwaendea na kuwashuhudia watu habari za Yesu kwa udhaifu. Unaenda wewe mwenyewe taa haiwaki vizuri, unaenda wewe mwenyewe ni mchafu, unaenda wewe mwenyewe yani
ni basi tu umeenda kwa sababu anakuona unabeba Biblia unaenda kanisani. Kwa hiyo tunatakiwa kutia bidii kuwarejesha waliopotea, na waliopotea ni wengi, sio kwamba ni wachache kwenye maisha yetu, kwa majirani zetu, kwa ndugu zetu, au kwenye familia, kwenye ukoo. Wapo watu hawamjui Mungu, wapo watu hawalijui kusudi la Mungu ndani ya maisha yao. Kwa hiyo ni sisi tunaowajibika kuwafundisha, kuwaelekeza na kuwaambia habari za Kristo ili waweze kumtumikia na waweze kuurithi uzima wa milele. Kwa hiyo hilo nilikuwa ni jambo la pili kwenye hatua 3 muhimu za Kristo kuzifanya ili awarejeshe waliopotea, ili awatafute walioko dhambini na waweze kumjua Mungu. Na hivyo kila mtu ni wa thamani mbele za Bwana, na kama ni wa thamani mbele za Bwana, mimi na wewe tunawajibika kumrejesha kwa Bwana, tunawajibika kumfundisha neno la Bwana, na tunawajibika kumwendea. Yesu anasema kama wangekuwa ni wenye haki tu, yeye asingekuja duniani. Kwa hiyo alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo na sisi tulio wa Kristo tuna jukumu la kutafuta na kurejesha kwa Yesu kile kilichopotea, ili kusudi la Mungu kwenye maisha yangu na maisha yako liweze kutimia, la kumzalia Bwana matunda na kuwaleta watu kwa Yesu. Lakini katika mistari hii, jambo la mwisho na la 3 ni furaha ya kumpata aliyepotea. Ukisoma mstari wa 9 mpaka ule wa 10, unaona kuna makundi matatu yaliyonufaika na kurejea kwa ile shilingi au kupatikana kwa ile shilingi. Na hapa naweza nikasema kwa kanisa letu ni watu au makundi matatu yanayofaidika na mtu anaporejea kanisani, anapomjua Mungu, anapoutafuta uso wa Mungu. Wanufaika wakubwa tunawaona, kwanza ni mtafutaji wa ile shilingi au anayemrejesha aliyepotea. Yule mwanamke alifurahi mno. Biblia inasema alifurahi mpaka kufikia kiwango cha kuwaalika wengine. Kwa hiyo hata wewe au mimi tunapopata neema ya kumwambia mtu habari za Yesu na kaamini na kabatizwa na kaishi katika ile imani, tunayo sababu ya kufurahi, kwa sababu Mungu amekupa kibali cha kufanya jambo hilo, na jina lako linaandikwa zaidi, na ile taji utakayopewa inakuwepo kwa ajili yako siku ile Bwana atakaporudi kulichukua kanisa. Kwa hiyo wa kwanza ni mtafutaji wa ile shilingi, furahi. Kundi la pili ni rafiki na jirani zake, nao walipopewa habari kwamba yule ndugu sasa ameipata shilingi yake, nao walifurahi pamoja na jirani yao. Kama ambavyo leo utakapomrejesha mtu aliyerudi nyuma, alianguka dhambini, ujue kanisa la Mungu linafurahi, wachungaji wanatiwa moyo, waumini wenzako wanafurahi, lakini pia hata wale ambao wanakuzunguka, wanaoishi karibu nao, wanaona hakika wewe Mungu amekutumia kuyatenda yaliyo mapenzi yake. Jumapili nilisema kuna mtu tangu amebatizwa, ameamini, amebatizwa, ameishi maisha ya Ukristo, hajawahi hata kumrejesha mtu mmoja kwa Yesu. Ukisikia au ukimuuliza, anaweza akakwambia hiyo sio kazi yangu. Yesu akawaambia ishara zitafuatana na wale waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, na habari nyingi anazitaja katika ile Marko sura ya 16 sura ya 16 na kuendelea. Wewe una ishara gani tangu ulipoamini, kama hata kumrejesha aliyepotea imeshindikana? Kwa hiyo Yesu akawakumbusha kwamba yule alifurahi pamoja na rafiki zake, majirani zake walifurahi. Jumapili nilisema kuna watu wana mahusiano mabaya na majirani zao, hujapata kuona. Kuna watu ni Wakristo kabisa, lakini yale mahusiano na majirani ni tatizo kubwa, na nafikiri hata kwenda kumsalimia au kumtembelea, labda uwepo msiba. Kama msiba haupo, hakanyagi hata kwenda tu kumwambia habari za Yesu, na ni muumini kabisa.
Sasa Biblia inatukumbusha hapa, hawa watu walikuwa na mahusiano mazuri na majirani zao, na ndio maana alipoipata ile shilingi, pengine na wale majirani walikuwa wanufaika wa ile shilingi. Kwa hiyo walikuja kufurahi pamoja naye, wakafanya sherehe au karamu kwa namna ile, kwa sababu kile kilichopotea kimepatikana. Kwa hiyo hata sisi IGGC inatamani tunapowarejesha watu kwa Yesu, tupeane taarifa, tufurahi pamoja na tumtukuze Mungu anayewarejesha watu wake kwa ajili ya makusudi yake mwenyewe. Lakini kundi la tatu linalopata furaha unapomrejesha mtu wa Mungu ni kundi la malaika wa Mungu. Mwenye dhambi anaporejea, lile kundi la malaika kule mbinguni linafurahi, wanashangilia. Ukisoma ule mstari wa 10, wakashangilia malaika. Kwa hiyo kumbe, tunapofanya hii kazi ya kuwarejesha waliopotea, malaika wa Mungu wanashangilia, sio wanadamu tu, hata malaika tunawapa furaha kule mbinguni. Sasa tafakari Ukristo wako, ni tafakari Ukristo wangu. Tangu nimeamini, hii kazi ya umisheni naifanya, kazi ya kuwarudisha watu kwa Yesu ninafanya, au mimi ndo sehemu kama Biblia inavyosema mliwatawanya wala hamkuwakusanya, au mimi ni sehemu ya wale wanaowatawanya wanaotakiwa tuwakusanye, kwa matendo, kwa maneno na kwa tabia ninazozifanya, au kwa namna ninavyoishi, kwa namna ninavyo behave kwenye maisha yangu, na waleta watu kwa Yesu. Ukitafakari unavyoenenda, ukitafakari unavyoishi, je, unaisababisha furaha kwa malaika? Je, ninaisababisha furaha mbinguni? Je, ninaisababisha furaha kwa majirani? Je, ninaisababisha furaha kwa ndugu zangu au rafiki? Au mimi nimpeleka huzuni kwa marafiki, au ninapeleka huzuni kwa majirani, au ninapeleka kilio kwa ndugu zangu kwa sababu ya matendo ninayoyafanya? Kwa kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza na kuchukua hatua ili aweze kusimama imara na kuwarejesha watu wa Mungu na furaha iwepo mbinguni. Yesu akawaambia, ukisoma huu mstari wa 10, nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwa hiyo tunasababisha furaha kwa mtu mmoja anapotubu, kwa mtu mmoja anaporejea, kwa mtu mmoja anapoacha dhambi, kwa mtu mmoja anapouacha uovu wake, anapoacha ibada za sanamu, anapoacha kuitumikia miungu, anapoacha kuitumikia dunia na kutumikia mali za muda ambazo kuna siku tutaziacha. Furaha inakuwepo mbinguni na malaika wa Mungu wanashangilia. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Basi niombe tusimame.